Picha za moja kwa moja katika mahakama kuu hapa jijini Nairobi, ambapo kuna tarajio tu wakati wote kutoka sasa jaji atakuwa na wasilisha ikiwa tu ni maamuzi iwapo washukiwa katika mauaji hayo watapatikana na hatia au hawatapatikana na hatia. Yote hayo tutakuwa tunazidi kuwajuza pindi tu tunapoendelea na taarifa zetu na zinavyochipuka. Ila hivi sasa tukisonga mbele ni kuwa Baraza la Makanisa nchini NCCK nalo linaitaka Tume ya Uchaguzi na Mipaka IEBC kukaza kamba zaidi na kudhibiti matumizi ya fedha za wanasiasa katika kampeni za uchaguzi za mwaka ujao. Baraza hilo linasema kuwepo kwa sheria ya kuwashurutisha viongozi wa kisiasa kuweka wazi fedha zinazotumika kwa kampeni zao kutasaidia pakubwa ili kuhakikisha mali ya umma haitumiki katika kampeni. Wamesema haya katika mkutano ulioleta pamoja viongozi mbalimbali wa kanisa katika kaunti ya Kwale, huku wakionya vijana dhidi ya kupokea hongo kutoka kwa viongozi wanaotumia vibaya ili kushawishi wapigie kura. Anajiri baada ya Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC kutoa mwongozo wa kiwango cha fedha kinachohitajika kutumiwa wakati wa uchaguzi mkuu ujao. Information from reliable source. Na mimi natoa ushahidi na sheria hii mwishowe itaenda bungeni. Kwa hivyo tusipochagua pia wabunge ambao wataangalia maslahi ya wananchi, hata zile sera ambazo taasisi mbalimbali wana draft ama wanaweka, ikifika bungeni inawekwa kando, kwa sababu kama unataka kuambia mbunge usitumie zaidi ya pesa kadhaa, pia pesa unaoitumia tunataka kujua imetoka wapi. Pesa isitutatize katika mambo haya. Ni waje na mikakati ambayo itazuia wanasiasa kutumia hiyo pesa kuwafanya wananchi kuwapigia kura, ambazo baada ya hapo hakuna kitu kitafanyika kuendeleza huyu mwananchi. Tuna channels nyingi za kuwasilisha matakwa yetu ama hitaji letu. Hivyo basi vijana tunaomba ya kwamba tukaweze kuachana na wanasiasa ambao wanatupeleka katika direction ambayo haifai ya kuweza kuleta uharibifu katika jamii.